Ikiwa ni siku ya Jumatano ya Septemba 17 tarehe 17 ni siku ya Jumatano. Karibu sana mtazamaji wa Nyako TV kuweza kufahamu zile taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa kubwa zaidi ya leo ni timu ambazo zimeweza kumaliza tofauti zao katika mchezo wa ngao ya jamii, lakini pia ulikuwa ni kama ni mchezo wa Kariakoo Derby ambapo uliwakutanisha vigogo wa soka la Tanzania Simba dhidi ya Young Africans. Huko katika mchezo huo wa ngao ya jamii ilikuwa ni mwenyeji alikuwa ni Young Africans akiweza kumkaribisha mnyama Simba Sports Club, na mechi ilipiga katika dimba la Benjamin William Mkapa majira saa 11 kamili jioni, na mechi ikaweza kutamatika mpaka zile dakika 10 za nyongeza katika mchezo huo ambao mwamuzi wa kata alikuwa ni referee mwenye beji ya FIFA akipewa nafasi pia kuchezesha mechi mbalimbali nje ya mipaka Tanzania. Huyu ni Ahmed Arajiga ambaye ndiye alikuwa pilato wa mchezo huo wakati wa Young Africans dhidi ya mnyama Simba Sports Club, lakini dakika 90 zikatamatika kwa Young Africans kuondoka na ushindi wa goli moja, goli pekee likifungwa na Ivory Coast kutoka kule ASEC Mimosa ya zamani kina Stefan Azizi Ki. Huyu ni Pacome Zouzoua ambaye pia ndio aliweza kumaliza ama aliweza kuibuka man of the match kwa kuweza kuifungia Young Africans goli hilo moja ambalo aliweza kudumu mpaka dakika 90 za mchezo huo wa ngao ya jamii, licha ya timu zote mbili kuweza kutengeneza nafasi mbalimbali, huku Simba pia kipindi cha kwanza wakiweza kumiliki mchezo huo, lakini isivyokuwa bahati, haikuwa bahati kwao, lakini bahati iliwaendea wananchi Yanga Sports Club wakianza vizuri msimu wao na kombe la ngao ya jamii wakiweza kuchukua mbele ya Simba Sports Club, na tayari umekwisha kuweka rekodi ya kumfunga mtani wake mara 6 mfululizo katika mechi ambayo wamekuwa kukutana zote, ikiwemo michuano mbalimbali ikiwemo ya CRDB Bank Federation Cup, lakini pia upande wa ligi kuu kwa maana Kariakoo Derby, lakini pia na michuano ya ngao ya jamii. Young Africans imeweza kutimiza rekodi ya kuweza kumfunga Simba mara 6 mfululizo. Kikosi cha Young Africans kimeweza kuondoka nchini Tanzania kwenda kule nchini Angola ambako kinakwenda kucheza mchezo wake wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wameweza kupitia katika uwanja wa kimataifa wa Bole Addis Ababa nchini Ethiopia, wakiweza kusubiri ama wakipitia pia njia ya kwenda moja kwa moja Luanda, Angola, ambacho kinatarajiwa kucheza ama kinatarajiwa kuwasili Angola kabla ya saa 9 alasiri ya leo kule nchini Angola, ambako wanakwenda kucheza mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambacho jumla kikosi chote cha wananchi Yanga Sports Club kimeweza kuondoka Dar es Salaam Tanzania kwenda kule Angola katika mchezo wake wa awali wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Wydad Benguela utakaochezwa Septemba 19, 2025 katika uwanja wa Novemba 11 mjini Luanda kule Angola. Na kama kwenye picha unavyoona ni baadhi ya wachezaji lakini pia na benchi pia la ufundi wakiwepo safarini wakiwa na furaha kubwa baada pia kuondoka na ushindi mzito katika mchezo wa ngao ya jamii ama Kariakoo Derby dhidi ya mtani wake Simba Sports Club, pia wakiondoka na goli moja pekee tu. Lakini pia mashabiki pia walisema tayari sasa Simba kwenda kuwafunga itakuwa ni historia, ni milele na milele watu kuja kuwafunga tena. Hizo ni tambo za mashabiki wa Simba, lakini ndivyo ambavyo kikosi cha Young Africans kimeondoka Dar es Salaam Tanzania kupitia kule Ethiopia, lakini pia wataweza kuwasili kabla ya saa 9 alasiri leo kule Angola, ambako wameweza kuifuata timu ya Wydad Benguela katika mchezo wa awali wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans anaanzia ugenini akiweza kwenda kucheza na Wydad Benguela kule nchini Angola. Hii ni Nyako TV, tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Nyako TV, lakini pia una nafasi mimi ya kunifollow kule Instagram yangu na patikana kwa jina moja la official Mutrem Sanwaji. Hivi ndivyo ambavyo kikosi cha wananchi kimeweza kuondoka nchini Tanzania tayari kwenda kuwafuata Wydad Benguela katika mchezo wa awali wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ikumbuke kwamba kwa Tanzania katika michuano ya kafu zinawakilishwa na kwa maana timu 4, timu 2 Young Africans dhidi ya Simba, hawa wanacheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia Azam FC pamoja na Singida Black Stars hawa wanawakilisha nchi ya Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika.